Hakuna taifa la kuiangusha Marekani katika dunia hii. Marekani itajiangusha yenyewe. Hadithi yetu inaanzia hapa wakati wa vita baridi. Milk na dola ya Uingereza, United Kingdom and the Great Britain Empire, ilivunjika na kuacha Marekani na muungano wa Sovieti kutawala mambo ya ulimwengu, dominate world affairs. Mwishoni mwa vita baridi, World Cold War, na kuvunjika kwa muungano wa Kisovieti mwanzoni mwa mwaka 1991, Marekani ikawa nchi pekee yenye nguvu zaidi ulimwenguni. Marekani ndio kiranja dunia kwa sasa, na maanisha kuwa ndio world hegemony wa 10 wa hii dunia. Imejizatiti vya kutosha, imejifunza mengi kutokana na historia ya uko nyuma. Somo kubwa inalojifunza Marekani ni kutoka kwa dola, viranja uliopita uko nyuma. Nafasi iliyonayo sasa ina changamoto kubwa ya ushindani kutoka kwa mataifa kinzani kama China na Russia. Hivyo inahakikisha haifanyi makosa yaliyofanywa na dola viranja za uko nyuma kama dola ya Roma, dola ya Ottoman, dola ya Uingereza, dola ya USSR, dola ya Greco-Macedonia, dola ya Medinian Persia, dola ya Kemet na dola ya Mesopotamia. Ndio maana Marekani wana kanuni inayosema hawachukui hatua yoyote juu ya taifa lao kama wana uhakika wa kutosha. Hii ina maana kuwa lolote lile liwe la maslahi au la, hawachukui hatua yoyote mpaka wawe na uhakika ambao hautaathiri maslahi ya taifa lao kimataifa. Ndio maana mpaka leo hawaivamii Korea Kaskazini, Iran au Russia, sababu bado hawana uhakika wa kutosha kuhusu nguvu walionayo kwa hizo nyuklia wanazotengeneza. Marekani inalinda sana nafasi yake ulimwenguni. Inajua kosa moja inaweza kuigharimu dunia. Ndio maana wao hawana rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Wana maslahi ya kudumu. Wao muhimu ni maslahi yao tu. Huyo anaweza kuwa adui na baadaye ukawa rafiki. Wakiona ulaki na maslahi yao unakuwa adui. Ukilinda maslahi yao unakuwa rafiki. Rejea uhusiano wa Marekani na Taliban, Mujahideen, Mobutu Sese Seko na hata Nelson Mandela. Kwa kutambua hilo, wao hujua nguvu na uimara wao upo kwenye jeshi. Wameweka ngome za kijeshi karibu dunia nzima. Mpaka sasa Marekani wana ngome za kijeshi USA military base nje ya ardhi ya Marekani zipatazo 85. Hizi ngome zote zinafanya kazi masaa 24 kwa ukaribu kabisa na Pentagon. Pentagon ndio makao makuu ya jeshi la Marekani. Wana ubalozi karibu nchi 175 dunia nzima. Kila balozi zao zina kitengo maalum cha siri cha CIA. Kitengo hicho hufanya kazi za ujasusi wa kidola, kiuchumi na kisiasa kokote duniani. Ofisi za ubalozi za Marekani ni ofisi ndogo za CIA. Wanainjinia taarifa za kijasusi na kuzituma CIA Langley Park huko Marekani. CIA ndio idara ya kijasusi iliyo more advanced kuliko shirika lolote lile la kijasusi duniani, likifuatiwa na la Russia. Marekani ni taifa lenye uchumi imara. Mpaka sasa uchumi wake ghafi ni GDP dola trilioni 25.035. Hii ni kwa mujibu wa taarifa Benki ya Dunia na Benki Kuu ya Marekani 2022. Uchumi huu wa Marekani unachangia 15.78% ya uchumi wa dunia yote. Yaani uchumi ghafi wa dunia ni dola trilioni 100. Marekani peke yake ni dola trilioni 25.035, sawa na 15.78% ya pato ghafi la dunia nzima, World GDP Index, yaani robo ya uchumi wa dunia nzima. Yaani uchumi wa Marekani pekee ni sawa na uchumi wa mataifa 4 makubwa duniani kama China, Japan, Ujerumani na India. Ndio maana Marekani ni World Economy Industry Complex, uchumi mkubwa wenye kutisha. Marekani ndio soko kuu la dunia, yaani ndio taifa linaloagiza na kuingiza bidhaa nyingi duniani kuliko taifa lolote lile duniani. The US is the world largest importer, huko pia ikiwa taifa la pili linalosafirisha nje bidhaa nyingi duniani, second largest exporter. New York ndio kitovu cha biashara kwa sasa duniani, ndio jiji kuu la biashara ulimwenguni, ndio mji mkubwa zaidi Marekani na ulimwenguni kwa ubora wa miundombinu. Benki ya Dunia, World Bank Group, ni mali ya Marekani. Ilianzishwa na shirika la fedha la dunia IMF, ambalo nalo ni mali ya Marekani. Benki ya Dunia ilianzishwa mwaka 1944 kupitia mkutano ule ulioitwa Bretton Woods Conference. Makao makuu yake yapo 1818 H Street NW, Washington DC, Marekani. Ikulu yenye ushawishi mkubwa ulimwenguni ni White House, ipo Marekani. Rais mwenye ushawishi mkubwa ulimwenguni ni rais wa Marekani. Kitovu cha sanaa ulimwenguni ni Los Angeles. Los Angeles ipo jimbo la California.
ndio jiji la pili kwa ukubwa Marekani. Ipo ndani ya jimbo tajiri kuliko yote Marekani. California ina utajiri wa pato ghafi la dola trilioni 3.4, pato kubwa hata kuliko taifa la Ujerumani ambalo ndio taifa la 4 kwa ukubwa wa utajiri duniani. Yaani California pekee inaizidi Ujerumani kiuchumi. Hivyo dunia nzima kitovu cha sanaa na filamu ni Los Angeles. Los Angeles is a center of the world film and television industry, na huko ndio zipo Hollywood, studios za Paramount na Universal. Sarafu ya Marekani, dola, ndio sarafu kiongozi duniani. World sterling currency ndio hutumika dunia nzima kurejelea thamani ya kila fedha ulimwenguni. Ili upate thamani ya sarafu ya nchi yako duniani, lazima uipime na dola ya Marekani. Kwa maana hiyo dola ya Marekani ndio instruction currency, yaani fedha dunia, ndio sarafu kiongozi kwenye soko la dunia. Na maanisha kuwa US dollar ndio petrodollar. Hivyo Marekani ndio dunia, yaani ulimwenguni wote upo Marekani. Kila kitu kipo Marekani. Marekani ndio dunia kwa sasa kwa karibu kila kitu. Inaongoza kwa uchumi, inaongoza kwa imara wa jeshi, inaongoza kwa utamaduni wa dunia, inaongoza kwa teknolojia. Teknolojia Marekani ni ya hali ya juu kwenye kila kitu. Hata ushoga unapata nguvu sababu una baraka za Marekani. Shetani yuko Marekani. Chochote kizuri na kibaya kipo Marekani. Hivyo Marekani ni kila kitu. Marekani kujimarisha kwa yote haya ni kutokana na kusahihisha makosa ambayo dola nyingi kubwa huko nyuma zilipitia. Kila hatua ngumu iliyopitia imeifanya ijimarishe zaidi kuliko nyuma. Marekani imepigana vita ngumu zaidi duniani na kuzishinda kwa uwezo wa hali ya juu sana. Imepitia changamoto kadhaa za ndani na nje, lakini zote zimeifanya Marekani kwa imara zaidi. Marekani imefanya zaidi ya operesheni kubwa na hatari zaidi ya 300. Karibu operesheni zote zilifanikiwa kwa ustadi mkubwa. Operation kama Operation Barracuda, Operation Dark Hole, Operation Cold Chop, Operation Geronimo, Operation Desert Storm, Operation Eagle na zingine nyingi. Ngoja kwa uchache ni kurejeshe nyuma uone namna Marekani ilivyopigana vita kadhaa katika kujijenga, kukua na kuimarisha ukiranja wake. Lakini sasa kuna nchi takriban 2 zinamsumbua akili, China na Russia. Hawezi hata siku moja kupeleka majeshi yake pale kama Marekani. Atapeleka kupitia mgongo wa vijinchi vingine. Na hii ni kwa sababu Marekani ana hofu sana. Hajui Urusi ana nguvu kiasi gani, hajui China ana nguvu kiasi gani. Uchunguzi wake unagonga mwamba. American Revolution War 1775 hadi 1783. Hii ilikuwa ni vita kati ya Amerika na Britain. Vita hii ilikuwa ni kwa ajili ya uhuru wa Marekani na ndiyo iliyopelekea kuzaliwa kwa USA, United States of America. Katika vita hii Uingereza alipokea kichapo kikali sana na kukimbia. Hivyo Marekani ikajitangazia uhuru wake. Vita 1812. Vile vita hii inajulikana kama vita ya pili ya uhuru wa Marekani. Vita hii ilisababishwa na Uingereza kutaka kuingilia biashara kati ya US na Ufaransa. Hali hii iliwalazimu USA kumchapa tena Uingereza. Mexican American War. Mwaka 1845 jimbo la Texas lililokuwa sehemu ya Mexico lilitangaza kwa Jamhuri ya Texas na kujiunga na Marekani. Hali hiyo ilipelekea majeshi ya Mexico kuvamia jimbo hilo ili kulirejesha. Marekani akaingia kati na kuyafurusha majeshi ya Mexico, na mpaka sasa jimbo la Texas limebaki kwa jimbo la Marekani. Civil War mwaka 1861 hadi 1865. Hii ilikuwa vita ya wenyewe kwa wenyewe kati ya majimbo ya kusini na majimbo ya kaskazini. Vita hii ilisababishwa na mamlaka ya majimbo ya kusini ya Marekani. Ilikuwa ikipinga wazo la Rais Abraham Lincoln la kuanzisha serikali ya shirikisho na kukomesha biashara ya utumwa. Spanish American War 1898. Mnamo karne ya 19 Cuba ilikuwa sehemu ya Spanish Hispania ya leo kutokana na takwa lake la kutaka kujitenga na kuwa huru. Miaka 1895 hadi 1898 uliibuka mgogoro kati ya Cuba na Spanish. Mgogoro huu ulipelekea Marekani kuingilia kati kwa kuisapoti Cuba kwa sababu ilikuwa mshirika wake wa kibiashara. Spanish akapigwa, akatimiza lengo lake. Vile kuna vita ya kwanza dunia 1917 hadi 1918. Marekani hakuwa na nia kabisa kushiriki vita hii, ila ni kama alilazimishwa na Ujerumani, na hii ni baada ya Ujerumani kutuma manuari za kivita katika Mediterranean na North Atlantic kutaka kushirikiana na Mexico kuivamia Marekani. Vita ya pili ya dunia 1941 hadi 1945. Vita hii ya pili ya dunia ilianza baada ya Ujerumani kuivamia kijeshi Poland
Septemba 1 mwaka 1939. Marekani alihusika na vita hii baada ya vikosi vya kijeshi vya Japan kushambulia bandari yake ya Pearl Harbor ya jimbo la Hawaii mnamo Disemba 8, 1941. Japani ambayo ilikuwa na Ujerumani na Italy kama washirika wake, huku Marekani ikiwa na Britain na Soviet Union kama washirika wake. Marekani alimaliza vita hii kwa kupiga bomu la nyuklia huko Hiroshima na Nagasaki, bomu lililoitetemesha dunia hadi leo hii. Bomu lililoleta mapinduzi makubwa katika silaha za nyuklia, bomu ambalo ndilo Putin na viongozi wengine wanatamba nalo leo hii. Marekani kama alitumia bomu hii miaka hiyo, sijui kwa sasa na bomu la siri la aina gani. Korean War mwaka 1950 hadi 53. Vita hii Marekani ilipigana kwa kuisapoti Korea Kusini. Vita ilitokea baada ya Korea Kaskazini kwa kushirikiana na China na USSR kama washirika wake kutaka kuivamia Korea Kusini ili kuitawala na kuunda serikali moja yenye utawala wa kijamaa. Marekani aliingilia kati na kuwafurusha wote. Vietnam War mwaka 1959 hadi 1975. Vile kuna Gulf War 1990 hadi 1991. Hii ni vita iliyotokea baada ya Iraq chini ya Saddam Hussein kuivamia Kuwait na kuikalia kimabavu. Kuna vita Afghanistan 2001 hadi 2021. Na mpaka sasa hii ndio vita ambayo Marekani amepigana kwa muda mrefu sana. Vita hii ilianza baada ya shambulizi la kigaidi dhidi ya kituo cha kibiashara cha dunia New York na Pentagon, Washington DC mwaka 2001, lililotekelezwa na Al-Qaeda. Shambulizi hilo la kigaidi lilisababisha Marekani kuingia Afghanistan kupigana vita kwa lengo la kuwatoa Al-Qaeda na Taliban madarakani ili kufuta ugaidi duniani. Mwaka 2011 kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden aliuawa na kikosi maalum cha Marekani baada ya Marekani kutekeleza lengo lao mwaka 2021. Aliamua kuondoa majeshi yake na ndege ya mwisho iliondoka Afghanistan Agosti 30, 2021. Iraq War 2003 mpaka 2011. Baada ya shambulizi la kigaidi mwaka 2003, tarehe 9 Novemba mwaka 2001, mwaka 2003 aliyekuwa rais wa Marekani George W. Bush alitangaza vita dhidi ya Iraq iliyokuwa ikiongozwa na Saddam Hussein ikisaidiwa na Korea Kaskazini kutengeneza silaha za maangamizi yani nyuklia na kufadhili makundi ya kigaidi. Marekani ilimkamata Saddam Hussein na kumnyonga huku dunia nzima ikishuhudia kuuawa kwa Saddam Hussein. Hakuna aliyeongea. Mpaka sasa Marekani ndio kinara wa kuziangusha serikali na tawala nyingi duniani. Anafanya hivyo kwa kulinda maslahi ya Marekani katika uchumi, kijeshi na hasa kuilinda hadhi yake ya ukiranja wa dunia, World Super Supremacy Hegemon, katika kulinda maslahi ya ubepari wa dunia, Interest of World of Capitalism. Usalama wa Marekani dhidi ya vitisho vya nafasi yake ipo chini ya mwamvuli wa ubepari na demokrasia, yani World of Capitalism au Democracy. Sasa ile Marekani kuleta usawa wa himaya yake, balance of power, inambidi kuondoa na kupambana na baadhi ya tawala za dunia zilizo kinyume na mlengo wake wa kile kinachoitwa thrift authoritarian. Mfano wa tawala zinazohatarisha hicho kinachoitwa thrift authoritarian zilizoondolewa au kupambana na makucha Marekani ni kama zifuatazo: Ujerumani mwaka 1945, Japan mwaka 1945, Syria mwaka 1949, Korea Kusini mwaka 1953, Guatemala mwaka 1954, Kongo mwaka 1960, Laos mwaka 1960, Iraq mwaka 1963, Brazil 64, British Guyana 1964, Bolivia mwaka huo, Dominican Republic 1965, Indonesia mwaka huo, Ghana 1966, Ugiriki mwaka 1967, Cambodia mwaka 1970, Bolivia mwaka 1971, Chile mwaka 1973, Australia mwaka 1975, Ureno 1976, Argentina mwaka huo, Jamaica mwaka 1980, Uturuki mwaka huo, Chad 1982, Fiji 1987, Nicaragua 1987, Afghanistan 89, Panama 1989, Bulgaria 1990, Albania 1991, Yugoslavia mwaka 2000, Ecuador mwaka huo, Afghanistan tena mwaka 2001, Venezuela mwaka 2002, Iraq tena 2003,
Haiti mwaka 2004, Libya mwaka 2011 ndipo akamwondoa na Saddam Hussein. Hii Thrift Authoritarian ni mpango mkakati wa Marekani kuyaweka mataifa yote duniani chini ya amri yake, mfumo wake na ushawishi wake. Nadharia hii imeelezwa vyema kwenye kitabu cha Thrift Authoritarians US Regime Change cha 1945 kilichoandikwa na mwandishi nguli wa siasa za dunia Bwana Daniel J. Savikas. Tafsiri halisi ya nadharia hiyo ipo kwenye kitabu hicho, voli namba 6 namba 2, peji namba 1 na 2. Kwenye hii sayari ya dunia hakuna taifa la kuiangusha Marekani. Katika dunia hii Marekani itajiangusha yenyewe. Shukrani kwa wababe wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.